Uharigani mtazamaji wa Master Voice Online TV, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Bwana, kama unavyofahamu kule nchini Uganda kuna lile jambo lao zito la uchaguzi mkuu wa kumpata rais atakayeendesha nchi hiyo. Sasa kufuatia vuguvugu la kule katika uchaguzi wao, na mengi yamesemekana hasa kuhusiana na swala zima la maandamano. Sasa Askofu Mwamakula katika ukurasa wake wa Facebook ameandika kama ifuatavyo, ambao ukurasa huo unafahamika kwa jina la Emmaus Bandikile Mwamakula. Ameandika kama ifuatavyo, anasema kauli ya askofu juu ya uchaguzi wa Uganda kuhusiana na hali ya Bobi Wine. Anasema, ndugu Waganda, wa Tanzania na wakazi wote wa Afrika Mashariki, una taarifa mgombea uraisi katika uchaguzi wa Uganda wa Januari 2026 Robert Kyagulanyi Bobi Wine katika mabano amekamatwa na vikosi vya Uganda vilivyovamia katika makazi yake na kumpeleka kusikojulikana. Sisi askofu tulizifuatilia taarifa hizo na kubaini yafuatayo. Moja, ni kweli kuwa makazi ya Robert Kyagulanyi yalivamiwa na vikosi vya Uganda na kuyazingira. Mbili, wakati vurugu za uvamizi zikiendelea, Bobi Wine alifanikiwa kuvitoroka vikosi hivyo kwa msaada wa watu maalum, hivyo alifanikiwa kukimbilia sehemu salama na kujificha. Tatu, Bobi Wine ametoa taarifa kwa njia ya video leo na kuongea na watu Uganda na ulimwengu kwa ujumla. Nne, Bobi Wine amesema kuwa ana taarifa juu ya mauaji yanayoandaliwa na vyombo vya dola dhidi ya raia katika miji ya Kampala na kwingineko. Tano, tunaendelea pia kufuatilia taarifa juu ya mke wake na usalama wake, kwani kuna taarifa pia kuwa alikuwa kizuizini. Sisi askofu tunafuatilia kwa makini matukio yote huko Uganda wakati huu wa uchaguzi, na tunapenda watu wote wa Uganda bila kujali imani zao za dini na itikadi zao kuwa tunaomba kwa ajili yao na mioyo yetu na fikra zetu ziko pamoja nao. Tunatoa wito kwa vyombo vya dola vya Uganda kujiepusha na kujizuia kuua watu wa Uganda kwa sababu iwayo yoyote ile. Tunatoa wito pia kwa watawala wa Uganda kuepuka kutoa amri au maelekezo ya wazi au ya siri kwa vyombo vya dola yatakayopelekea mauaji. Je, nini kimekushangaza? Je, nini maoni yako? Pale chini anamalizia kwa kusema, Mwanakondoo ameshinda, tumfuate. Askofu Mkuu Emmaus Bandikile Mwamakula, mkuu wa kanisa la Moravian la Uamsho Tanzania na Afrika Mashariki na mwenyekiti mwenza wa umoja wa makanisa ya Moravian ya Uamsho duniani, the World Fellowship of Moravian Revival Churches, ili WFMRC. Chini pale akamalizia akasema, akaandika Dar es Salaam Tanzania, tarehe 17 Januari 2026 saa 11 na dakika 22 jioni. Nafikiri bila shaka kwa muda huo ndio ambao aliandika ujumbe wake, lakini pia ametag picha pale anasalimiana na Bobi Wine. Sasa pita kwenye comment pale utatuandikia, alafu na sisi tutasoma jumbe zako. Asante, na hii ni Master Voice Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare.